Mtu sumu anapoingia kwenye mahusiano, na hasa watu wenye haiba narcissistic, haingii kwenye mahusiano ili kuwa na mwenza wa kushirikiana naye. Hivyo hivyo hata kama huyo mtu sumu yuko kwenye familia, hawaoni watu wengine kama ni watu wanaoshirikiana nao katika kujenga familia. Anawaonaje? Unapokuwa na narcissist katika mahusiano, katika akili yake wewe ni mtumishi wake. Wewe ni mtumishi wake, yani haingii kwenye ndoa kwa ajili ya kushirikiana na mpenzi ambaye tutajenga maisha pamoja kwa kushirikiana, kwa kupeana heshima na kupeana thamani na kuwajibika. Anaona mtumishi. Kwa hiyo kwa mfano, kama wewe ni dereva unajua kuendesha, alafu atapambana, atahakikisha kwamba unageuka unakuwa dereva wake. Sio tatizo wapenzi kuendeshana hapa kwenda pale, lakini kwa narcissist anafanya iwe obligation yako, jukumu lako, kiasi kwamba kama labda uko busy na mambo yako mengine, anakununia, yani anakuadhibu kwamba kwa nini hujafanya, yani ni wajibu wako. Kama ni nyumbani, akuoi wewe au kuoana kwamba uwe mke ambaye mnafanya maisha pamoja. Wewe ni msaidizi wa nyumbani, wewe ni mtumishi wake. Na ndio maana nikumbuka nikaongea nikasema, mfumo wa kinarcissistic unapewa nguvu na msingi usiokuwa sahihi kuhusu ndoa. Ndoa hali ya kweli ni pale ambako watu wawili wanashirikiana kwa pamoja, hamna ambaye yuko juu ya mwenzake. Wanashirikiana kila mmoja katika upekee wake, wanakamilishana. Kuna uwezo ambao mwanaume yuko nao unapewa nafasi, na kuna uwezo wa mwanamke ambao yuko nao unapewa nafasi. Kuna madhaifu ambayo mwanaume anakuwa nayo ambayo mwenzake ana cover, na kuna madhaifu ambayo mtu mwingine anayo kama ni mwanamke, huyu mwanaume ana cover. Na hiyo formula hailingani kwa watu wote, inategemea hao watu wawili jinsi walivyotengenezeka katika saikolojia yao na kibiolojia. Lakini kuna watu kijamii sasa hata imekuwa sio tena narcissistic, hata kuna baadhi ya watu wengine sio narcissist, lakini wameshapewa mtazamo huu. Unakuta anapoenda kuoa, unakuta baadhi ya wanaume anapooa anasema nimeoa jiko. Yani sio kwamba naenda kupata mtu ambaye tutashirikiana katika maisha, kushauriana, kufanya maisha pamoja, kujenga familia. Naenda kupata mtu ambaye nitamtumia. Na ndio maana anaona ni halali kukusema, kukutukana, kukupiga. Na hii kumbuka, sio tu kwa wanaume, hata kwa wanawake. Mtu sumu hii haina jinsia. Mtu sumu anaweza kawa mtu wa jinsia yoyote, na ndio maana kuna wanawake wengi ambao wanawatumikisha wanaume katika mahusiano. Alafu sio tu kwenye mahusiano ya kimapenzi, hadi kwenye familia. Kwa hiyo unakuta kama mzazi labda au miongoni mwa ndugu ni mtu sumu na ana haiba hii ya narcissistic, utakuta yeye kazi yake ni kuwatumikisha wengine. Yaani akikaa hapa anataka wewe umfanyie kila kitu, na kama yeye akifanya hilo ni deni, ila wewe usipofanya lazima uadhibiwe. Kwa hiyo angalia, unapokuwa katika mahusiano na mtu sumu, huwezi kuwa na furaha, huwezi kuwa wewe, kwa sababu uko pale kwa ajili ya kutumiwa. Kwa hiyo ili ukae kwa amani, kama mazingira yako ya kuruhusu kutoka kwa wakati huu katika hayo mazingira, elewa hivyo, elewa wewe ni kifaa. Kwa hiyo kubali kutumiwa, kubali kutumika. Umetoka umeenda pale, niletee hiki, ukimletea, ukikaa dakika moja atakwambia inuka tena kaniletee kile pale, anarudia jambo hilo hilo umfanyie. Yani hata jambo ambalo anaweza kutoka yeye kwenda pale, anataka wewe ndio umfanyie. Yani wakati mwingine hata usafi wake yeye mwenyewe anaweza kataka umfanyie. Kwa hiyo kiuhalisia hayo sio mahusiano, lakini huwezi kuona kama bado roho yako au nafsi yako haijakuwa kiwango cha kupata uhuru wake. Kwa hiyo kama bado nafsi yako inafurahia ule utumwa na inaogopa uhuru, kwa utaendelea kubaki kwenye mazingira hayo. Ina maana unapoteza ile asili yako. Yani kumbuka, kila kitu kwenye ulimwengu kina upekee wake, na uzuri wa kitu upo kwenye upekee wake. Umaana kusudi la jambo lipo kwenye upekee wake. Kwa hiyo unapokaa na mtu ambaye anaua upekee wako, yani kwa kukufanya wewe kuwa mtumishi badala ya kufanya wewe kuwa yule mtu halisi, yani anakutumikisha, akuruhusu uwe wewe, ina maana unapoteza ile upekee wako na ile hali yako ambayo inakufanya uwepo katika sayari dunia. Na ndio maana uwezi kuwa na furaha, kwa sababu furaha inatokana pale ambako unaishi kulingana na ukweli na uhalisia
wa roho yako. Watu wengi hawaishi kulingana na ukweli na uhalisia wa roho yao, sio tu kutokana na mahusiano ya narcissistic, hata kwenye maisha tu yenyewe. Yani jamii zimetengeneza baadhi ya tafsiri za maisha ambazo zimewafunga watu. Yani watu hawaishi ndani, watu wanaishi nje, watu wanaishi kufukuzia vitu vya nje. Kwa hiyo wamegeuka, wanakuwa watumwa. Kwa hiyo kuna wewe unakuwa ni mtumwa wa narcissist, alafu kuna mamilioni ya watu, ni mabilioni ya watu ni watumwa wa mifumo, ni watumwa wa mambo ya nje, kufukuzia mambo ya nje. They are all slave. Wote wamekamatwa hapo katika utumwa. Angalia, ukuja katika Sayari Dunia kuwa mtumwa, hapa ni mahali pa kukua, hapa ni mahali pa kuongezeka. Unahitaji kuwa wazi, fungua sauti yako kwa hekima, kwa upole, kwa upendo, elezea unavyojisikia. Kama huyo mtu hayuko tayari kukuruhusu uwe vile unavyotakiwa kuwa, ina maana anaenda kinyume hata na yule aliyeruhusu wewe uwepo. Kwa hiyo hakuna swala la Mungu hapo, kwa sababu watu wengi wanapenda kuingizia, hasa wale watu wa dini wanapenda kuingizia hapo kwamba kichwa Mungu amekuumba wewe katika upekee, anataka uwe vile alivyotaka uwepo. Kama kuna mtu ambaye anataka ubadilike, anakubadilisha uwe kitu kingine, ina maana kwamba huyo mtu anapingana na yule alifanya uwepo. Ina maana anaenda kinyume na asili yako. Kuna wakati kweli umechanganyikiwa, hujui ufanye maamuzi gani, unaweza ukafanya ushauri wa mtu mmoja kwa mmoja na mimi, one on one session, au kama umetoka bado unahangaika katika nafsi yako, kwa sababu ukitoka kwa mtu sumu unakuwa umebeba sumu nyingi sana. Huwezi kufanya maisha yako vizuri mpaka uondokane na zile sumu katika kisaikolojia na kibiolojia. Kwa hiyo kama unahitaji pia kuanza safari ya uponyaji, kuna magrupu ya uponyaji. Mwezi wa 9 tarehe 1 tunaanza session nyingine, awamu nyingine ya uponyaji. Lakini pia inawezekana upo kwenye hayo mazingira na una uwezo wa kulipia program ya kuongea moja kwa moja na mimi, unaweza kununua kitabu kutoka Uwanja wa Mapambano. Kitakuongoza kuponya majeraha ya ndani, sio tu kwa ajili ya manyanyaso ya narcissistic, lakini utapata ufahamu mkubwa kuhusiana na hali yako ya ndani, umbile lako la ndani, majeraha ya nafsi, saikolojia ya kina, na baadaye namna ya kujenga upya utambulisho wako. Kuwa na furaha na kuwa huru, hiyo ni hali yako kabisa ya asili. Usiruhusu mtu mwingine yoyote akunyang'anye hiyo.